Kinga Mkono. Naam. Bwana, umeona maandalizi ya msimu mpya tayari yamekwisha anza. Tumeuona. Kuiona ratiba maana yake safari imeanza. Safari jambo hiyo inaitwa. Kabla ya kwenda kutazama michezo jinsi ambavyo ilivyo ya kwanza, lakini eneo kubwa zaidi, kuna mtu akasema ratiba imetoka, mbona kama faster? Nikamwambia ndio faster. Kwa ligi imeisha juzi tukaanza kupigiana hesabu. Tunaenda kuunganisha burudani ya soka, ni kama haikati hivi. Wewe kwako binafsi ratiba umeipokeaje? Lakini tumetoka ligi kuu tukatazama kwa upande wa mchezo wa fainali ya CRDB Federation Cup, World Cup, ndani ya wiki 2-3 kutoka sasa ligi inakwenda kuanza. Kwangu ni jambo jema kwa sababu na huyo aliyosema kwamba mbona kama ligi imeisha juzi leo inaanza. Ni kweli ligi imechelewa kumalizika kutokana na ratiba zilivyokuwa zimeingiliana hapo katikati. Na sasa kwa sababu sisi ni wenyeji wa AFCON ijayo 2027 mwakani. Kwa hiyo ilikuwa lazima ratiba yetu yenyewe itoke mapema iweze kuendana na wakati unaokuja. Lakini kingine kilichokuwa kinawafanya watu waone kama mechi bado zinaendelea, na kuna hizi mechi za playoff zilizokuwa zinachezwa. Unaona zimechezwa mechi nyingi hapa za playoff ambazo zimevuta. Kulikuwa na kombe la dunia imeingia katikati. Kwa hiyo mtu wa michezo na mtu wa mpira unaona kama muendelezo ni ule ule. Kwa sababu playoff imeisha juzi tu ya Prison ambaye ameondoka. Kwa hiyo unaona kabisa ni muendelezo wa ligi unaonekana unaendelea, na sasa ratiba imetoka. Ratiba imetoka sawa, tumeona jana ratiba imetoka, ni jambo zuri. Lakini kama siku zote tunavyosema, ratiba kutoka jambo moja, kuilinda na kuitetea kati hiyo ratiba ni jambo lingine. Bana, tuelekee na nikwambie tu kwamba bodi ya ligi kuu imetangaza ratiba rasmi ambayo itatumika katika msimu wa mashindano 2026-27 wa ligi kuu ya NBC jana katika mkutano na wanahabari, ambapo ligi itaanza kutimua vumbi Agosti 14 mwaka huu kwa michezo mitatu kupigwa. Na katika ratiba hiyo michezo mitatu ya kwanza ndani ya ligi kuu, Geita Gold ambao pia wamepanda kucheza ligi kuu ipo katika orodha ya michezo mitatu ya kwanza, ambapo itakuwa ugenini kumenyana na The Greens kwa maana ya Mbeya City katika dimba la Sokoine jijini Mbeya. Kwa hiyo ligi itakwenda kuanza tarehe 14 kama ambavyo unaona hapo kwenye TV yako. Ratiba jinsi ambavyo ilivyo ndivyo ambavyo tutaanza tarehe 14 kwa kushuhudia michezo ya kwanza kabisa. Na Michael Yara, coach, huu mtindo ambao mtu anaushuhudia kwenye TV, huu ndio muonekano wa app naweza nikasema, au teknolojia ambayo bodi ya ligi pia wamekuja nayo kwenye kuonyesha ratiba ya michezo pamoja na viwanja. Unaweza kuona namna ambavyo imepangwa, kama mchezo atatupandishia hapo mtazamaji pia akaweza kuiona. Unaona imekaa kwa raundi, inaonyesha michezo, muda pamoja na uwanja. Inaonesha ni maboresho mengine. Ni maboresho ambayo ni mazuri. Unaweza ukawa unajua pia hii ni mechi ya raundi ya ngapi. Unaona pale kwenye mwanzo kabisa imeandikwa MW match week day, ambayo match week ya 25, maana yake unajua ni mechi ya raundi ya 25. Match day ya match week ya 10, unajua hii ni raundi ya 10 na vitu vingine vya namna hiyo. Inaweza ikawa ni rahisi pia kujua kwamba sasa hivi tumefikia raundi ya ngapi. Lakini pia unaangalia ratiba ambayo kuna sehemu inaonyesha hadi muda wa mechi ambayo itakuwa inachezwa. Kwa hiyo unajua kwamba mechi itachezwa saa ngapi, itachezwa kwenye uwanja upi. Ni jambo pia ambalo ni zuri zaidi kwa mtu kujua kwamba ratiba ya ligi kwa msimu mzima itakuwa ni ya namna gani, na baada ya kutoka hapa unatakiwa kwenda wapi. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo ni zuri, na inawezekana hiyo hatua tunatakiwa kuipiga kwa sababu mpira wetu nasema unakuwa. Sasa kwenye kukua kwake, tafsiri yake ni kwamba unatakiwa kuwa na vitu vingi ambavyo vipo kwenye mpango ambao ni sahihi. Ujue kwamba mimi nitaanza mechi yangu kama ni nyumbani, nitacheza mechi zangu 3, baada ya hapo nitasafiri mechi zingine 2, nitarudi nyumbani. Unajua kwamba ratiba yako kwa msimu mzima itakuwa ni ya namna gani. Hata kwa sasa ratiba imetoka jana tarehe 20, ilikuwa 20 kuelekea kwenye mechi zenyewe. Wakati watu wanapanga bajeti ya msimu mzima, watakuwa wanajua kwamba kumbe kuna mwezi ambao tutatakiwa kusafiri labda mara 3. Kwa hiyo hata bajeti inatakiwa kuongezeka zaidi kuliko ambavyo itakuwa mwezi mwingine. Kwa hiyo ni rahisi pia hata kwa watu ambao wako kwenye kitengo cha finance kujua kwamba ratiba hii tuliyokuwa nayo, kuna mechi ambazo tutacheza mfululizo labda ugenini.
tutaenda maeneo gani, labda tunaenda kwenye ukanda wa ziwani huko, ukanda wa ziwa ambako najua kwamba tutakuwa labda na mechi 2 ambazo tutacheza matatu. Kule kuna Kagera, kuna Pamba, kuna Geita. Unajua kwamba nikienda kule labda nimepata hiyo nafasi ya kucheza mechi zote 3 kule. Kwa hiyo bajeti yangu natakiwa kuiandaa katika njia ya namna gani, nijue kwamba nitacheza hizi mechi katika mazingira ya namna gani nikiwa naenda huko. Isije ikawa kwamba kama unastukizwa hivi kwamba bwana mechi imekuja ndio unaambiwa unaenda Kigoma. Ukitoka Kigoma unaambiwa bwana rudi nenda kacheze na Mungu, bila kujua kwamba ratiba yako ilikuwa inaonyesha kwa jinsi gani. Na coach, hilo jambo pia ni jambo. Na Michael Yera, tukitazama kwa upande wa ratiba namna ambavyo ilivyo kwa upande wa raundi ya kwanza, mchezo wa kwanza itakuwa ni mechi kati ya Pamba Jiji FC ambao wanacheza dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, wakati Mbeya City wanacheza dhidi ya Geita Gold FC, na kwa upande wa Singida Black Stars watacheza dhidi ya Fountain Gate FC. Ni michezo mitatu ya kwanza ambayo itapigwa tarehe 14. Tarehe 15 ni Police Tanzania dhidi ya Azam FC Sheikh Amri Abeid, wakati Coastal Union wanacheza dhidi ya Mashujaa, itakuwa ni CCM Mkwakwani. Kwa upande wa Namungo watakuwa wenyeji wa Young Africans katika uwanja wa Majaliwa Stadium, na kwa upande wa Kagera Sugar wao watakuwa wenyeji wa Simba Sports Club Kaitaba, na JKT Tanzania watacheza dhidi ya TRA Meja Jenerali Samuel. Hii ni michezo ya raundi ya kwanza ambayo itaanza tarehe 14 na itamalizika tarehe 16 Agosti. Michezo ya raundi ya pili, Fountain Gate FC dhidi ya Mashujaa Sheikh Amri Abeid, na Mungo FC watacheza dhidi ya Geita Gold FC, itakuwa ni katika uwanja wa Majaliwa, wakati Mbeya City wao watacheza dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa Sokoine. Kwa upande wa Pamba Jiji wao watacheza dhidi ya Simba Sports Club. Kagera Sugar watakuwa wenyeji wa Singida Black Stars. Police Tanzania watacheza dhidi ya JKT Tanzania. Young Africans watacheza dhidi ya Coastal Union, na Azam FC watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya TRA. Michezo ya raundi ya tatu, Singida Black Stars dhidi ya Simba, Geita Gold dhidi ya Kagera Sugar, Mbeya City dhidi ya Mashujaa, Azam FC watacheza dhidi ya Pamba, Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, Coastal Union dhidi ya TRA, na Mungo watacheza dhidi ya Fountain Gate, Dodoma Jiji dhidi ya Police Tanzania. Lakini kwa upande wa Mashujaa kwenye michezo ya raundi ya 4 watakuwa nyumbani dhidi ya Kagera Sugar, Simba watacheza dhidi ya Coastal Union, Fountain Gate dhidi ya Mbeya City, Geita watacheza dhidi ya Azam, Young Africans dhidi ya Pamba Jiji, TRA watacheza dhidi ya Dodoma Jiji, Singida Black Stars dhidi ya Police Tanzania, na JKT Tanzania watacheza dhidi ya Namungo. Michezo ya raundi ya 5, Simba watacheza dhidi ya Geita Gold, Kagera Sugar dhidi ya Azam FC, Fountain Gate dhidi ya Young Africans, na Singida Black Stars dhidi ya Namungo. Kwa hiyo hizi ni raundi 5 za mwanzo za kwanza, raundi 5 za kwanza. Kabla ya kwenda kutazama labda kwa upande wa timu moja moja, tunaona timu zinafanya usajili wa kujiandaa. Mwanzo Kinga Mkono amegusa kwenye eneo la ligi ilipomalizika msimu uliopita mpaka ligi tunayokwenda kuianza, kuna wastani wa kama wiki 6 hivi, wastani wa kama wiki 6 hivi kutoka msimu uliopita mpaka kuja kuanza msimu mpya. Ukitazama kutoka kwenye michezo ya raundi ya kwanza ambayo itaanza tarehe 14, ukitazama michezo ya raundi ya 5 inakuja mpaka kwenye tarehe 5 ya mwezi wa 9 Septemba hapa. Ndani ya kuna wastani wa siku 15 mpaka siku 18 kocha timu zinacheza mechi 5 ambapo ukipiga kimahesabu ni kama wastani wa kila baada ya siku 3 unakuwa unacheza mechi. Hiki pia kinaweza kawa kipimo cha namna ambavyo timu zimejiandaa na kufanya usajili, kwa sababu mechi 5 ni nyingi sana. Kama hujapanga timu yako vizuri, mechi 5 za kwanza zinaweza pia zikadefine msimu wako. Sure. Kwenye hilo unaweza ukaona kuna ugumu kwa kiasi kikubwa. Kwanza tu ligi afu unacheza mechi back to back to back, inaweza ikawa ni jambo lingine ambalo inaweza ikawa na ugumu kwenye kuendo hizi mechi. Hasa ukikutana na vipigo kwenye hizi mechi inaweza ikakuchanganya sana, ukajua kwamba pengine msimu wako mzima ushakuwa mbaya. Na hapo unaweza ukaona pengine utahitaji kuona jinsi ambavyo umeandaa timu yako kwenye yale maeneo ya msingi zaidi. Huu ni muda ambao timu nyingi ndo zinaanza kurudi kwenye training wiki hii kuanzia jana Jumatatu. Timu nyingi unaona ndo zinarejea kwenye viwanja vya mazoezi, ambao ni zimbaki wiki 3 tu kabla ya kuanza msimu. Sasa unaweza kuona kitaalamu kwenye football unatakiwa kujua kwamba kwenye hizi wiki 3
unawezaje kuzibalance ili angalau upate kila kitu kwenye kutengeneza ubora wa mchezaji katika kipindi ambacho ligi itakuwa inachezwa. Yeah. Kumbuka wachezaji wametoka off season, walikuwa wako kwenye mapumziko. Wanavyorudi ni unaenda kuanza nao upya. Hapo ndipo ambapo unataka kuanza kupandisha fiziki yao, kwa sababu sasa hivi mwanzo hauendi kwa dili na mambo ya tactics, unaanza kudili na mambo ya fitness ya mchezaji. Kwa muda ambao utakuwa unaenda kuutumia, kama ulikuwa umepanga kutumia wiki 2, haiwezi tena ikawa hivyo. Unatakiwa ibadilisha ratiba kwamba no, sio tena wiki 2 za kufanya fitness. Ninatakiwa kuweka fitness with tactics ndani yake ili niweze kuendana na muda ambao nimebakia nao. Yaani vitu vyote ndio viweka kwa pamoja, kwamba kama tutaweka load kubwa ya fitness, lakini ndani yake football pia ionekane, tuone jinsi gani ambavyo timu yetu itakuwa ina display. Kwa unaweza kukuta muda pia hapo unaweza kawa na bana sana kwa walimu kuona unawezaje kupanga matukio yako ili kuendana na plani ambayo utaenda nayo kwenye hiki kipindi cha training na kuelekea kwenye mechi. Kwa hiyo ni swala sasa kwenye timu kuona kile ambacho head coach na mtu wa fitness watajaribu kushare kwa kiasi kikubwa ili kuweza kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni bora kuelekea kwenye mechi za mwanzo hizi ambazo zitaenda kuchezwa. Na kumbuka kwamba muda ambao unaenda kufanya hivi vitu vyote, tafsiri yake ni kwamba unatakiwa kujua kwamba tuna wachezaji wapya kwenye timu. Kuna baadhi ya timu zina walimu wapya ambao wanaenda kuanza nao msimu. Kuna timu ambazo zinatamani kuona falsafa ya mwalimu na falsafa ya timu vinaendana. Yaani kutengeneza hivi vitu vyote ni jambo ambalo linaweza likawa ni gumu. Kwa mechi za mwanzo inawezekana kuna muda ambao utaamuliwa tu na individual. Yaani wewe mwenyewe binafsi unatupa nini kwanza kabla sisi kama timu hatujaenda kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Pengine ni ngumu pia kwa mwanzoni kuona falsafa ya timu, kuona identity ya timu, kuona nini ambacho timu anaweza kawa nacho as a team, kwa sababu ya muda mchache ambao unaenda kutrain. Ukisema tu ugawe wiki moja ya fitness, then wiki 2 zinazobakia iwe ni fitness plus tactics. Unaweza kuona hata kuipata ile team kwa ujumla wake inaweza ikawa ni ngumu. Kwa hapo pengine individuality inaweza ikawa inaamua vitu vingi kwenye hizo mechi za mwanzo kuliko ambavyo timu unasema imepata ule muunganiko ambao ni sahihi. Msimu uliopita kwa kuna malalamiko kinga mkono kuhusiana na swala zima la ratiba na wachezaji kuchoka. Lakini rais wa TFF Wallace Karia alikaa hapo alipokaa Michael Yera na akazungumza, akasema kwamba lile lilionekana ugumu wake, lakini hawakufanya vile bahati mbaya kwa sababu walitoa nafasi kwa timu kusajili wachezaji 40. Kwamba unavyosajili usikamilishe tu idadi, lakini tengeneza timu ambayo itakuwa na ushindani uweze kufanya rotation. Ndio maana tunaona hii ratiba ambayo wastani nimejaribu kuitaja hapa inaonyesha yani timu walau zitakuwa zina kati ya siku 3, maana hapo kuna siku 2 play afu siku ya 3 ndio mechi. Kwenye huo mkimbizano kuna sisi ambao tunawasafiri kwa mabasi. Unajua tuna kazi nzito kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam. Si mchezo, ni siku nzima, siku 2 nzima unaweza kutumia jana. Mfano kinga mkono hapa Agosti 15 mfano ratiba ya Azam FC. Agosti 15 Azam ana mechi na Namungo, atakuwa Majaliwa kule, yupo ugenini. Azam atakuwa na mechi na Coastal Union, sawa bwana? Azam kumradhi, hii ni ratiba ya Young Africans. Hii ni ratiba ya Young Africans. Young Africans atakuwa na Namungo ugenini. Young Africans atakuwa na mechi na Coastal Union, yanarudi Dar es Salaam tarehe 20. Tarehe 24 Young Africans atakuwa na mechi na JKT Agosti hiyo. Tarehe 28 atakuwa na mechi na Pamba Uhuru. Sawa. Alafu baada ya hapo atakuwa na mechi ugenini Sheikh Amri Abeid anacheza na Fountain Gate tarehe 1. Tarehe 15 mpaka tarehe 1 huu mwezi una siku 31. Kwa hiyo ni siku 10 ngapi? 17, 16 hizo. Kwa hiyo ana mechi 5 kwa ndani ya muda huo. Kwa ratiba hiyo ya Yanga kidogo unamuona yeye hatotembea umbali mrefu. Kwa hiyo ana nafuu kidogo. Ana mechi 3 nyumbani. Anakuja Dar es Salaam. Kwa sababu mechi ya JKT atacheza hapo nani Samoa. Bado ni Dar es Salaam. Kwa hiyo mechi ya mbali ni hiyo ya Arusha zidi ya Fountain Gate. Lakini ukiangalia kwa ujumla kuna watu kinga mkono, tumwangalie pia na Simba. Simba yanaanza tarehe 16. Anacheza na Kagera Sugar, atakuwa Kaitaba. Atafuata mechi na Pamba tarehe 19. Atakuwa Kirumba Mwanza. Atakuwa mechi na Singida, atakuwa Airtel Stadium ndio tarehe 22 Agosti. Tarehe 27 Agosti ana mechi na Coastal Union, atakuwa yupo Uhuru. Tarehe 31 Agosti anacheza na Geita, atakuwa yupo uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo Simba yeye tarehe 16 mpaka tarehe 31 ni siku 15. Ana mechi 5 ndani ya siku 15. Tumtazame Azam FC naye. Azam FC anaanza tarehe 15. Atakuwa na mechi na Police Tanzania
Sheikh Amri Abeid. Lakini tarehe 20 ana mechi na TRA Azam Complex. Tarehe 23 ana mechi na Pamba Jiji Azam Complex. Tarehe 28 ana mechi na Geita Gold atakuwa Bukombe, hiyo ni tarehe 28. Tarehe 31 ana mechi na Kagera Sugar Kaitaba. Huyu naye ana wastani wa siku 16 mechi 5. Hapo ndo hiyo ratiba ya Azam, hiyo ndo kwenye zile za kuomba ndo unaziona hapo za kuomba sababu si anaenda Arusha kucheza na Polisi. Yani afu anarudi Dar es Salaam kucheza na TRA. Mechi mbili TRA kwake Arusha. Kwa hiyo ukisema zile ambazo rais wa TFF alizizungumzia kwamba wakati mwingine hizi timu zinaomba mechi zao ndo unaziona kwenye mazingira kama bwana nicheze nimalize huko nikirudi Dar es Salaam naenda kumalizia Dar es Salaam. Japokuwa sasa hiyo unaharibu ratiba kwa sababu TRA naye atakuwa sehemu nyingine anacheza. Kwa hiyo nadhani kwangu hizi bado ibaki hivyo hivyo, ni nafasi ya timu kuendelea kuonyesha kile walichokuwa nacho, na ndio maana tunasema kusajili wachezaji 40 sawa, lakini je, hao wachezaji wote wana hizo kiwango? Na wakati huo unategemea kwamba huu muda wa maandalizi ulikuwa ni mfupi. Umeona, kwa hiyo kuna hizo changamoto ambazo timu za kutana nazo, na sitoshangaa msimu kama kutakuwa na idadi kidogo ya watu ambao wanapata majeraha na majeruhi hapa na pale, kwa sababu huo muda wa timu kujiandaa umekuwa ni mfupi sana. Kwa wakati mwingine unakuta kwamba wachezaji wataanza kuzoea ligi katikati ya mashindano. Kwa hiyo timu zitatengenezwa katikati ya mashindano. Kwa hiyo ni yule ambaye atakuwa na uwezo kutengeneza combination ya wachezaji katikati ya mashindano ndio ambaye atafanikiwa. Sema na muda nao wa mazoezi na nini ni mfupi sana, kwa sababu ukicheza mechi Azam utasema afadhali atapanda ndege, ataenda Arusha, atapanda ndege, atatoka atarudi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo atapunguza umbali kidogo. Kwa timu ndogo mimi ndo nazionea mtihani mkubwa, kwa sababu wao muda mwingi wanatumia sana magari kuliko kutumia ndege, labda ana train kwa wakati mwingine. Kwa hiyo nadhani kwangu ratiba hii kwa hizo timu ambazo ni kubwa zenye uwezo wa kifedha kwao inaweza kuwa nafuu, kwa sababu kuna wakati ndege watatumia sana ndege kwa ajili ya kupunguza umbali. Yes, namna ambavyo utakuwa umejipanga kuiandaa timu yako ndivyo ambavyo utakuwa na uwezo wa kushindana, wakati muda wa maandalizi ukionekana kuwa ni mfupi zaidi, lakini kuna timu ambazo zenyewe zimeondoa wachezaji takriban 7, unaona kabisa wanakwenda kuanza upya, na ratiba namna ambavyo ilivyo timu zitaanzaje, pia tutakuja kutazama usajili ambao unaendelea kwa timu za ligi kuu ya NBC. Katibu mkuu wa zamani wa TFF, na moja kati ya kitu ambacho inawezekana watu wengi hawakijui kuhusiana na Angetile Hosea, huyu ni moja kati ya makatibu wakuu au katibu mkuu wa TFF ambaye aliwahi kupita kwa kufanyiwa interview. Aliingia kwa uwezo kwa lugha ya kawaida, hakuwa appointed. Karibu sana. Asante. Na nikupe nyingine. Nasikia Kasuga. Kwangu mimi huyu katibu mkuu mimi ndo mwalimu wangu wa kwanza ananifundisha kazi. Naanza kazi. Angetile Hosea pamoja na Frank Sanga. Ndo walikuwa wamenifundisha kazi, wamenipokea pale kutoka chuo, wao ndo wanaanza kunifundisha kazi. Kwa hiyo nilipata fahari kuwa naye hapa na kufanya naye kipindi. Nikamwachia uwalimu wakati naondoka. Kumwachia uwalimu kwa kijana wako. Kabisa. Karibu sana. Labda kabla kwenda kutazama mambo mengine kwa undani, kwa ujumla umeshawahi kuwa mtendaji mkuu wa TFF kwa nyakati zile. Lakini pia saa hizi bado naona makala zako nyingi unaandika, kama ambavyo pia Kinga Mkono nagusa experience yako ya kutosha. Najua unaona na jinsi ambavyo mambo yanakwenda. Hapa pia unaweza kushare nasi hatua ambazo soka letu linapiga, unaona tunakimbia kwa kiwango gani? Najua kwa sasa hivi soka letu linabebwa sana na Premier League. Na Premier League inaibeba soka letu kwa sababu ya kuruhusu wachezaji wageni wengi, lakini pia sponsorship hasa TV rights zimesaidia sana klabu kutengemaa. Kwa hiyo performance ya klabu zetu inaonekana nzuri na tunaonekana kama tunapiga hatua sana, lakini kwa national team bado. Mtu unaweza ukazungumzia kufuzu kwa AFCON mara 3 kama mafanikio, lakini ni kwa sababu wamelegeza qualification, kwa sababu Afrika nchi 54 nadhani. Kwa hiyo kwa nchi 24 kushiriki AFCON ni almost nusu ya nani. Kwa hiyo na tunafuzu huku kwenye kanda tofauti na zamani. Game ya kwanza unapigwa Nigeria, ya pili Morocco, ya tatu Senegal. Umetoka. Sasa hapa unakutana labda na Komoro, unakutana labda na Burundi. Sana utapata mpinzani labda Guinea. Kwa hiyo kufuzu kumekuwa rahisi sana. Na hatuwezi kuchukulia kama ni mafanikio makubwa kwamba tumepiga, no. Lakini ni kulegezwa kwa qualification, kwamba sasa unaweza ukaqualify kwa kucheza na Burundi.
Lakini pia nyakati zimebadilika, timu zinaenda zinaongezeka pia. Kuongezeka idadi ya timu shiriki. Kwa maana idadi ya timu zinazoshiriki. Ndio maana nasema ni half ya nchi za Afrika zinashiriki fainali. Yaani ukikosa ni kichekesho. Ukikosa kule ni kichekesho, kwa sababu nchi 24 ni almost nusu ya nchi zote za Afrika. Lakini hapa kwa nafasi yetu sisi kama Tanzania tumefanikiwa pia kufika hatua za mtoano ambazo tulikuwa hatujawahi kufika. Tumeona kwenye AFCON, lakini pia hata katika michuano ya CHAN ambayo tulikuwa sehemu ya wenyeji. Kwa mara ya kwanza kwa nafasi moja ama nyingine tulicheza katika hatua ya mtoano ambako kunyuma pia tukwahi kucheza kwenye level ya Afrika. Unaona, kwa sababu ya idadi ya timu zilizoongezeka unakutana na timu wa saizi yenu, lakini tulifuzu kwenda hatua ya mtoano kwa pointi 2 kwenye mapambano. Yes, na angetaka labda tutazame, wewe pia umekuwa na experience kubwa sana na exposure ya kujua namna ambavyo vitu vinakwenda. Siku ya Jumapili tulikuwa tunahitimisha fainali za 23 za kombe la dunia ambazo zilifanyika Marekani, Canada pamoja na Mexico, ambapo Azam TV pia tuliweza kuonyesha michezo hii yote. Watu waliweza kuona vitu vingi sana vya nje pamoja na ndani ya uwanja. Lakini ni kombe la dunia ambalo linatajwa lilikuwa limeangukia zaidi upande wa kibiashara zaidi, na hata baadhi ya mashirikisho, mfano kama shirikisho la soka Ulaya UEFA, wao walikuwa wanasema anachojali Infantino ni pesa tu, ni biashara tu. Labda hili pia wao unalitazamaje? Kwa sababu hata watu walikuwa wanazungumza kwamba bwana FIFA wana biashara zaidi, na hata baada ya fainali kumalizika inaonekana bado ni biashara. Watu wanaona vipande vya pitch, zile sehemu za kuchezea vinauzwa. Kipindi cha World Cup vitu vingi sana vilikuwa biashara. Labda hii picha imekaaje? Unapopeleka tournament Marekani, tegemea hicho. Tegemea biashara zaidi. Na kwa sababu Marekani wana utamaduni wao tofauti. Tulivyokwenda ile mwaka 94 FIFA ilibidi ifanye marekebisho kwenye baadhi, wakaintroduce na ile golden goal ile, waliintroduce vitu vingi, na Marekani walikuwa wanataka kuwe na time out za kama hizo break kama hydration break kwa ajili ya nani, walitaka wakati ule FIFA wakakataa. Kwa sababu walikuwa wanataka wakitaka kuweka matangazo wakati mchezo unaendelea, unaweza kukuta katika kipindi hicho ndio goli limefungwa. Kwa hiyo wakawa wanataka hydration break. Sasa FIFA imeweka hydration break, inasema yenyewe sio kibiashara, kwamba hii hatujaweka kwamba ni issue ya kibiashara, lakini Wamarekani wameitumia kwa biashara, kwamba hydration break, Fox wale television waliweka rates zao kwenye hydration break, sekunde 30 ukiplace tangazo lako pale ni kuanzia $200,000 mpaka $300,000. 30 seconds, sababu ni prime time, kila mtu anaangalia mechi. Na ilifikia mpaka $750,000 kwa mechi zinazohusu Marekani. Kwa hiyo pia FIFA inapopeleka tournament sehemu inaangalia na utamaduni wa sehemu ile, kwamba sisi tumekubali tuandae ya mashindano, lakini na sisi tunataka to make money out of it. FIFA inasema ilitegemea fainali hizi zingeingiza kwenye uchumi wa dunia dola bilioni 41, na kati ya hizo dola bilioni 17 zinabakia Marekani. Umeona? Kwa hiyo ni lazima nchi ifikirie itanufaikaje na uwenyeji wake wa fainali, kwa sababu inaweka pesa nyingi kwenye construction ya miundombinu, viwanja, kama ni usafiri, hotels na nini, na yenyewe ipate kitu kutoka kwenye zile. Sio FIFA tu, FIFA wenyewe they make a lot of money out of it. Na umezungumza kombe la dunia la mwaka 1994. Ni kombe la dunia la mwisho ambalo lilivuta idadi kubwa sana ya watu viwanjani. Kwenye records inaonyesha takribani watu ilikuwa ni 3.5 ambao walifanikiwa kwenda viwanjani kwa mwaka 94. Na katika fainali hizi pia mpaka tunafika katika hatua ya nusu fainali, tayari idadi ya watu waliofika viwanjani, mahudhurio ya viwanjani ilikuwa ni watu 6.5 milioni.
hapo ilikuwa bado imesalia michezo mingine takriban 4 kuweza kumalizika. Wamevunja rekodi ambayo waliiweka wenyewe ya mwaka 94, wamekuja kuivunja tena. Inawezekana pia ni fursa FIFA kuona inawezekana tumepita kwingine kote huku hatukuwahi kufika watu milioni 4 wanaohudhuria viwanjani, lakini ikawa ni nafasi nyingine kwa Marekani na wamevunja hiyo rekodi ya mahudhurio. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba pia kwa FIFA imekuwa ina faida, lakini kwa wanamichezo wanaonekana kuwa wanalalamika. Vipi kuhusu kwa upande wa shirikisho? Ni nafasi ilikuwa pia kwao kutunisha mfuko shirikisho letu kwa maana ya FIFA. FIFA wametengeneza hela nyingi sana. Unajua kuongeza idadi ya timu mpaka kufikia 48 ni kuongeza mapato na walitegemea kupata hela nyingi sana kwenye fainali hizi. Na angetili hapo tumegusa kwenye kuongeza mapato. Tanzania ni moja kati ya taifa ambalo pia tunanufaika na mapato haya kutoka FIFA. Tumeona kuna program nyingi sana. Tuna hizi center ambazo hapa Kigamboni pamoja na Tanga. Ni pesa hii ambayo inatajwa FIFA wanaikusanya. Na moja ya kauli ya FIFA wanasema mpira uchezwe kote, na hata World Cup World Cup inayofuata ya 2030 inatajwa kwamba moja ya sababu ambayo wanataka timu ziongezeke tena ziwe 64, walau kila taifa lionje fainali hizi kubwa kama sehemu ya chachu ya maendeleo. Kwa hiyo faida ipo kuona wameongeza timu, pesa imepatikana kwa sababu wanufaika pia mpaka sisi huko. Of course FIFA wakipata hela nyingi. Kila baada ya fainali hizi kunakuwa na hela nyingi zinakwenda kwenye associations. Ni hela nyingi sana. Na Infantino amewekeza sana kwenye nchi zinazoendelea. Unajua unachofanya ni kwamba nini? Mpira ukichezwa kwenye level ya juu, fainali za kombe la dunia. Maana yake ziko kwenye kiwango cha juu sana. Kumaintain kile kiwango ni lazima upeleke hela chini huku, kuzalishwe wachezaji, kuzalishwe makocha, kuzalishwe waamuzi, kuzalishwe viongozi, ili wale watakapokuja kupanda kiwango kinakuwa kile kile. Ndio maana FIFA anaona ngoja nipeleke pesa za FIFA zikija kwa mfano ile financial assistance program inakuwa na mambo manne, na yote ni ya development. Maendeleo. Wanawake, vijana, administration, sio na nini. Kama hayo mafunzo. Yote ni kwa ajili ya maendeleo. Wanachotaka ni kwamba huku chini kulete watu ambao watakuja kumaintain quality ile ya juu ama kuongeza, ili kama tunatengeneza pesa kwenye hizo finali tuendelee kutengeneza pesa tuendelee kwa juu pale. Kinga mkono. Labda katibu, kuna makala yako moja nilisoma ya kuhusiana na ligi kuu Tanzania. Ukawa unasema kwamba kusajili wachezaji 40 sio njia ya kuwafanya wachezaji wapumzike. Ulikuwa unataka kusema nini labda kwa Watanzania na watazamaji wetu viwanjani wasikia hasa ulichokuwa kimaanisha? Unajua ukiwa na wachezaji wengi haimaanishi kwamba leo watacheza hawa kesho watacheza wale. Yani first 11 lazima ipo pale kwenye nani. Na hata wale wanaokaa benchi tafsiri yake ni kwamba pressure wanaoipata wale walioko uwanjani ni ile pressure ya walio benchi pale. Sasa ukisema wachezaji 40 eti kwa sababu tumeweka kila baada ya siku mbili watu wanacheza mechi, haitamaanisha kwamba kocha atumie wachezaji wote, kwa sababu hata wachezaji 30 unaweza kukuta kocha ametumia 40% ya kikosi kizima. Sasa ukiwa nao 40 itakuwaje? Mara nyingi unapokuwa na wachezaji wengi ni pale ambapo unashiriki mashindano mengi. Umeona? Kama Europe unashiriki, tuseme England utashiriki Europa Cup, utashiriki ya ndani pale FA Cup, utashiriki Carabao, utashiriki ligi kuu. Lakini pia utashiriki Champions League huko au Europa au nini. Una mashindano mengi. Bado unatakiwa uruhusu wachezaji wako waende kwenye national teams. Umeona? Kwa hiyo ile ndio inakupa fursa kwamba sisi klabu zetu za ligi kuu nakuta zinaanzia kwenye FA Cup, zinaanzia kwenye 32 bora. Umeona? Lakini unatakiwa uanze mwanzoni, ili kama hii timu imesajili wachezaji vijana 10, ndio maana Arsenal ukiona kwenye hatua za mwanzo wale mastaa wanakuja labda mwishoni ndo wanaingia, lakini wanacheza wale wengine. Kwa jinsi hiyo kocha anakuwa anaweza kupima maendeleo yao wale, akajua huyu sasa ninaweza kumtumia baadaye. Lakini kusema wachezaji 40 eti kwamba fatigue siwepo, sidhani kama ni kitu sahihi. Na hapo ukisema wachezaji 40, maana yake hata kwenye mazoezi
kocha akisema anaamua hiyo full game wachezaji 18 watakosa, watakaa nje, watakaa bench. Sasa ni mazoezi gani? Kocha atawezaje kufuatilia na nini? Lakini pia national team itaathirika kwa sababu mchezaji ambaye ni mzuri akija kuvundikwa huku Yanga, akachukuliwa Yanga, wanajua ni vigumu kwake kupata nafasi, lakini wanamchukua tu, wanamvundika. Yule atakuwa hapati nafasi yani ile match fitness atakuwa naikosa kwa sababu anawekwa bench. Tofauti na kama angekuwepo Pamba, angepata nafasi ya kucheza, national team coach anamuona, anamuita. Hata akiwa mzuri kama huko anakaa bench, national team coach atashindwa kumuita. Matokeo yake kule kuna wachezaji 12 wa kigeni, wanaweza kacheza wote 11 national team ikawa. Kwa hiyo ni cha msingi ni hawa TFF au bodi ya ligi kuwa na discipline katika usimamizi wa mechi. Haya mambo ya kuahirisha mechi masaa mawili kabla ya nani, afu nasema itachezwa siku nyingine, ni mambo ya kijinga kabisa. Yani kutokuwa na discipline sio unahamisha wajibu, unahamishia kwenye klabu. Wewe kwanza unaweza kusimamia ratiba yako? Kama uweze kusimamia ratiba basi yani ufai. Angetile, wewe umewekwa katibu mkuu kwa sababu mara ya mwisho President Karia, rais wa TFF, aligusa kwamba kuna maombi ambayo yanatoka kwenye vilabu hasa wanacheza mashindano ya kimataifa, hasa wanacheza mashindano ya kimataifa, kwa maana tunaomba hii tusogezee mbele tujiandae na mechi ya kimataifa. Na nakumbuka kuna nyakati pia alishawahi kuzungumza kwamba kwa sababu wao ni wawakilishi wa nchi na kuna faida na uzalendo, ndio maana kuna muda wamekuwa wanapewa kipaumbele. Kwa hiyo kuna sehemu huwa inatajwa kwamba moja ya shirikisho ni pale Hispania, kuna muda wakiona timu yao labda ina mechi Jumanne, kwenye ratiba wanaiweka Ijumaa hawachezi Jumamosi au Jumapili. Kilichopo ni kwamba nini, yani kuheshimu ratiba ni kitu cha msingi sana. Ratiba unakuja kuibadilisha pale kunapokuwa na jambo muhimu sana. FIFA wanatoa ratiba mapema kabisa, CAF wanatoa ratiba mapema kabisa. Kwa hiyo angalia England, timu zinazocheza Champions League zikipangiwa mechi Jumanne, mechi ya ligi zinacheza Ijumaa. Zile zinazocheza Jumatano, mechi ya ligi zinacheza Jumamosi. Inaweza kama mchana. Jumamosi. Na zile zinazocheza Carabao au nini, zile mechi za Alhamisi, Europa League au Conference. Zile zinacheza Jumapili. Kwa hiyo haina haja ya kusema eti tunaomba muda wa kujiandaa kwa nani. Ni wewe kuwa makini na ratiba yako, sio unaipa timu wiki nzima eti inajiandaa kwa mechi eti ni muhimu kimataifa. Isitoshe ni faida kwao kucheza at least 4 days kabla ya mechi. Lakini kuna jambo la miundombinu pia linatajwa kwamba tunasafiri umbali mrefu sana, ndio maana kuna muda tunakuwa tunahitaji hivyo vitu. Hapa ndani pia yani hivyo vitu haviji kwa kushtukiza. Tatizo la miundombinu sio la kushtukiza, ni tatizo liko kila siku. Sasa kwa hiyo unapopanga ratiba lazima uzingatie kwamba huyu anatoka umbali ni Angetile Osia ambaye tumekuwa naye hapa, ambaye ni katibu wa zamani wa TFF. Tumeshia naye kwa uchache, tumegusa pia kombe la dunia kwa sababu amekuwa na huo uzoefu na anajua mambo ya ndani namna ambavyo yanakwenda, lakini pia eneo kubwa zaidi anajua namna ambavyo vitu vinakwenda. Kiingereza hapo anatumia neno exposure. Anajua vitu vya ndani na vitu vyote ambavyo vinakuwa vinatokea huko mbele.